mimi natabia kuambia ukweli. Hata nikiumwa, ikitokea nahitaji msaada, nakuja kuwaomba nyinyi, ndo maomboi, hata kama nilikuwa nawatambia mwanzoni. Kwa hiyo watu hawatakiwi kuwa na jealous. Cha kufanya ni kuangalia mtu alivyofanikiwa, ujifunze kupitia yeye, ili uwe inspired na wewe upambane ufikie hatua. Ushaelewa? Mfano kama mimi binafsi, mimi sifanyagi labda kwa ajili kwa vunja moyo watu. Mfano kama ninavyosema labda nimenunua gari, nafanya kwa sababu hata kama kuna mzazi alikuwa anamkataza mtoto wake asifanye content kwa sababu anaona ni vitu ambavyo hawezi kumlipa. Mimi nikawa mfano. Yule kijana bwana sasa hivi ana uwezo kuagiza hata gari mbili kwa pamoja, ana maisha haya, anafanya kwa sababu ya content. Kumbe ni same sahihi ambayo ukiinvest ukawa serious, unaweza kupata mafanikio makubwa kuliko ulivyofikiria. Kwa hiyo kama kijana wewe uko nyumbani sasa hivi, usisikilize maneno ya watu, usikatishwe tamaa na mtu. Wewe kuwa na imani yako, kuwa na nia na malengo kama nilivyosema mwanzo. Kuwa na nia ya kufanya. Ukiwa na nia huwezi kukatishwa tamaa na mtu yote. Alafu kuwa na malengo. Usihisi umefika. Bali fikia malengo yako kwanza ndio uhisi umefika. Safi kabisa. Umesema ikifika milioni 100 huwa uongeze. Wiki hii kumekuwa na matukio ya kusisimua sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwa upande wa mastaa ambao tumekuwa tukifuatilia every single day, na tumekuwa tukipenda kujua info zao na vitu vingine kama hivyo. So kuna hii issue ya Ndaro pamoja na Doto Magari, yani Ndaro na Doto Magari, lakini issue ilianzia kwamba Ndaro na jamaa mmoja anaitwa Bingwa Magari Used, mshikaji fulani ambaye huwa anaposti magari, anauza magari na vitu vingine kama hivyo, kuingia katika sintofahamu baada ya Ndaro kununua gari aina ya Audi Q5, na hiyo Audi Q5 ikawa kama watu wakatafsiri kwamba Ndaro amepigwa, yani fedha ambayo amenunua hiyo gari hailingani na thamani yani hailingani na ubora wa gari ambayo Ndaro yuko nayo ambayo ameinunua. Kwa hiyo ikawa kuna kama ubishani, kuna huku kuna huku. Kwa hiyo yule Bingwa Magari Used akawa yeye anaposti magari yake aina ya Audi kama yale, lakini na baadaye anasema kwamba bei labda milioni 20, 25 au 30, yani ile mradi tu kwamba kumkomoa nani? Kumkomoa Ndaro. Issue ikaenda, Doto Magari akaingilia, akaanza kusema wewe sijui nini. Yani unajua Doto, kwa nilichomsoma mimi ni sehemu ambayo ana maslahi nayo, basi yuko tayari, yani haijalishi umekosea au hujakosea, sehemu kama ana maslahi nayo basi atabasifia. Darasa la 7 ya Mbosso ni moja kati ya ngoma ambazo zimezua headline kubwa, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza ina siku 3 na ina views milioni 1 na ushei na upuuzi. Kwa hiyo ni ngoma ambayo pengine imepata mafanikio makubwa sana ndani ya muda mfupi Mbosso, ukizingatia kwamba watu wametoka kwenye kipindi kigumu sana cha masuala ya lockdown na masuala fulani kama unafahamu, lakini imekuwa ni mapokezi makubwa sana ngoma hii ambayo Mbosso ameitoa. Lakini theme ya ngoma yenyewe ni kama kuwakumbusha watu maisha fulani ambayo labda ya shule ya msingi na nini, unajua ina kipindi ambacho kipindi cha balagha unasema, kwa hiyo unakaa mchumba kako nini pale skuli, na ghafla mko separate, kila mtu akaendelea na mishi zake, umeona. Kwa sasa yeye akawa anaelezea kwamba anatafuta, yani bado anampenda, lakini ni ada tu ilikosekana, kwamba akashindwa kuendelea na shule na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hakuwa mzembe, hakuwa anakataa shule na nini. Kwa hiyo ni ngoma fulani hivi nzuri, imetulia, imepangiliwa vizuri na vitu vingine. Lakini bwana, kama utakuwa unafuatilia kwenye mitandao, kitu kikiwa kizuri, basi kitakuwa kinakosoaje. Hata kiwe kizuri vipi kitakuwa kinakosoaje, au kiwe kibaya vipi itakuwa kuna watu wanakisupport, unajua. Kwa hiyo Mwijaku ameibuka kwenye mtandao wake wa Instagram na kuweza kuandika kuandika vitu vingi, hisia zake juu ya wimbo huu wa Mbosso, kama ambavyo
kila mmoja anatoa maoni yake. Kwa amesema kwamba mimi ni shabiki yako, lakini kwa the way ambavyo umeandika huu wimbo, the way ambavyo mimi nakufahamu, huyu sio Mbosso ambaye mimi nakufahamu. Kwa hiyo huyu itakuwa ni katoa kama ngoma tu ya kuzugia, lakini sio ngoma ambayo ilikuwa intentional aitoe, kwa sababu sio nzuri. Yani shoti